Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, uongozi wote wa kitaifa, nimeona wajumbe wa kamati kuu, nimeona wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, lakini nimeiona secretariat ya Chama cha Mapinduzi taifa iko hapa, naibu katibu mkuu Zanzibar na uongozi wa mkoa, tunatambua uwepo wenu. Mheshimiwa Juma Hamid Aweso, Waziri wa Maji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nitambua uwepo wa naibu waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar, ndugu yetu Saif Kombo Pandu, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri toka serikali zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu toka serikali zote mbili. Tambue uwepo wa waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wakiongozwa na mwakilishi wa jimbo hili Maalim Harun. Kitambue uwepo wa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na mbunge wa jimbo ndugu Wano Hafidh ambaye pia ni mwenyekiti wa Mwanamke Initiative Foundation. Tambue uwepo pia wa mkuu wa mkoa wa Kusini. Asante dada Hamida, wafanya kazi nzuri sana. Viongozi wa serikali na sekta binafsi mliopo nasi, wakuu wa wilaya ya mkoa huu wa Kusini mliopo nasi, mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya tamasha hili la Kizimkazi, viongozi wengine wa vyama vya siasa mliopo nasi, waheshimiwa viongozi wa dini, wageni waalikwa, ndugu wanahabari. Nitambue pia kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya hii ya Kusini, ndugu waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, mapinduzi, mapinduzi, Kusini mlamku, jaje, oda. Nashukuru sana ndugu zangu. Kwanza nianze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia kukutana hapa katika kuadhimisha tamasha letu la Kizimkazi, lakini leo hii tukiwa katika uzinduzi wa miradi mbalimbali, lakini pia uwekaji wa msingi wa miradi yetu ndani ya wilaya yetu ya Kusini. Leo hii mbali na shughuli zinazofanywa na wengine, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar atakuwa na shughuli kubwa leo hapa, na maeneo mengine kuna shughuli mbalimbali, lakini kwa upande wangu asubuhi hii nimefanya mambo matatu. Nimekwenda hospitali yetu pale, nimepanda mti na kukabidhi gari la ambulance ambalo litasaidia kituoni pale, lakini vile vile nimekwenda kuoneshwa kitengo kinachofanya dialysis. Dialysis ni tiba kwa wale wagonjwa wa figo ambao kawaida inapatikana kwenye mahospitali makubwa tu, lakini kwenye hospitali yetu hapa huduma hiyo ipo. Kwa hiyo maendeleo ni makubwa. Asanteni sana wote tulioshirikiana nao katika kuleta maendeleo hayo. Lakini vile vile nimepita VETA. Tunajenga shule ya sekondari ya VETA tukishirikiana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Samia Foundation pamoja na QBS ambaye ni contractor au mkandarasi wetu. Chuo kiko vizuri, tumeweka jiwe la msingi, wanaendelea kukikamilisha na ikiwa tayari tutakuja kukifungua. Vile vile asubuhi hii nimekwenda kuangalia chanzo cha maji. Nilikwenda miaka miwili iliyopita kwenda kuangalia chanzo cha maji, lakini leo nimeona maboresho yaliyofanywa pale. Chanzo kimejengewa vizuri, kumehifadhiwa vizuri, maendeleo ni makubwa sana. Na vile vile tumekuja sasa kufanya uzinduzi wa tangi la maji. Sifa zake zimesemwa hapa. Kwa hiyo leo kwa upande wangu nashukuru sana sana sana. Mimi na Rais wa Zanzibar tunashukuru sana wizara zetu mbili za maji. Tunakushukuru Mheshimiwa Aweso, tunamshukuru Mheshimiwa Nadir na Mheshimiwa Saif Kombo kwa jitihada mlizoweka na kukamilisha mradi huu. Tunajua bado kuna kazi ndogo ndogo ambazo zimebaki,
na kwa uwezo wa tangi hili na chanzo cha maji haya yaende mpaka Kibuteni mpaka Mtende, kuwe hakuna tatizo la maji, na ikibidi kama Makunduchi kuna upungufu basi yatiririshwe yaende huko. Nilikuwa nanong'ona na naibu waziri wa maji hapa, akaniambia wanataka kufanya gridi ya maji ya wilaya ya Kusini. Wamesoma kwa wenzao, tangi moja litakaa mwanzo wa wilaya, tangi jengine mwisho wa wilaya. Nadhani shirikianeni kuhakikisha hilo linatokea, kwamba gridi ya wilaya inajengwa na hilo linatokea. Na ameniambia fedha zote tayari wanazo, kwa hiyo ni utekelezaji tu. Kwa hiyo kwa upande wa utaalamu, shirikianeni na wenzenu wawasaidie gridi ikamilike. Tunawashukuru sana. Ndugu zangu, sote tunakumbuka kwamba kwa miaka mingi eneo hili la kwetu na Kusini kwa ujumla tulikuwa tuna shida kubwa ya maji. Kwa hapa Kizimkazi tangi lilijengwa mwaka 1974 ambalo baadaye liliacha kufanya kazi kwa sababu nyingi za kitaalamu. Kwanza upandishaji wa maji yenyewe, lakini tangi lenyewe na hali ya hewa ya wilaya au ya kijiji hiki lilipata uharibifu na likaharibika. Na lilikuwa ni tangi la lita 150,000 ambalo baadaye kutokana na ukuaji wa miji na uwekezaji halikuwa linafaa tena. Na ndipo tukaamua kuleta mradi huu ambao umesemwa vizuri sasa, kwamba sasa uwezo wa mradi huu ni mara 2 ya mahitaji ya sasa hivi. Kwa maana hiyo hatukuangalia mahitaji ya sasa hivi, tumeangalia na mahitaji ya mbele. Mji unakuwa, uwekezaji unakuwa, watu wanaendelea kuzaliwa, lakini vijiji vya jirani navyo havina maji. Kwa hiyo tumeangalia mahitaji kwa upana wake. Leo alhamdulillah, Mungu ametujalia, tatizo la maji tumelihitimisha. Kama nilivyosema, kazi iliyobaki ni ndogo ya kusambaza maji ili maeneo yote, vijiji vyote waweze kupata maji. Ndugu zangu wa Kusini, ndugu zangu wa Kizimkazi, Kibuteni na Mtende, tujipongeze sana. Ndugu zangu, sambamba na hatua zote tunazoendelea kuzifanya, niwaombe sana kuipenda, kuitunza na kuilinda miundombinu hii. Imesemwa hapa, fedha nyingi imetumika, utaalamu mwingi umetumika hapa. Sasa tumetengenezewa tutunze, tusiharibu. Tutunze litufae leo na litufae kesho. Tunajua tulikotoka, tulikuwa na shida kubwa ya maji. Leo tumepata ufumbuzi wa maji. Tutunze miundombinu hii na tuwe walinzi sisi wenyewe kwa wenyewe, tulindane kuto kuharibu miundombinu hii. Ndugu zangu, kwa upande wa kituo cha afya na chuo cha mafunzo ya amali Kizimkazi, kabla kufika hapa, kama nilivyosema, nilitembelea huko, nimekwenda kuangalia kituo cha afya kinafanya kazi nzuri sana. Tulipojenga tulikusudia kuwa ni community hospital, ni kituo cha wananchi hapa, lakini kila tunavyoendelea kinakwenda kuwa zaidi ya hospitali ya wilaya, zaidi ya hospitali ya wilaya. Kwa hiyo ni kituo kikubwa, kitatoa huduma kwa wananchi, lakini kitatoa huduma za kulipia pia. Huduma za dialysis zitakuwa na malipo kidogo, lakini mbali ya hiyo tunatanua na huduma nyingine. Ujenzi unaendelea kwa sababu tunatarajia ifikapo Disemba au Januari uwanja wetu wa michezo uwe umekamilika. Lazima kuanzia sasa tujenge eneo la physiotherapy, eneo la mazoezi ya viungo ndani ya hospitali. Eneo hili litasaidia watakao kuja kucheza mipira hapa, wakipata matatizo watakimbizwa kwenye kitengo hicho, lakini pia litasaidia kwa watoto wetu wanaozaliwa na ulemavu mbalimbali, watasaidiwa kwenye kituo hicho, na lenyewe litakuwa na malipo kidogo sana, lakini tunakwenda kujenga ili kukamilisha huduma. Uwanja lazima uwe na eneo la physiotherapy. Kwa hiyo kwa upande wa kituo tunakwenda vizuri, na Mungu atuwezeshe tuendelee kufanya vizuri. Kama nilivyosema, Shirika la Afya Duniani WHO walikuja kutembelea na wakaona kituo kile, wakaona huduma inayotolewa, na leo wamewiwa kutupa ambulance mpya yenye vifaa vyote
ambayo imekabidhiwa kituoni pale na tumeikabidhi asubuhi hii. Tunashukuru sana WHO kwa upendo wenu. Ndugu zangu, ninapohitimisha hotuba yangu, nirejee kusisitiza kuwa miradi hii tuliyoizindua na kuweka jiwe la msingi ni uwekezaji mkubwa tunaofanya kwa ajili ya ustawi wa wananchi wetu wa Kizimkazi na maeneo ya jirani. Kwa hiyo ni wajibu wetu na ni lazima, ndugu zangu, tuitunze miradi hii kama tunavyotunza macho yetu. Tuitunze miradi hii. Miradi hii ni uhai wetu, ni fursa zetu, ni uchumi wetu na ustawi wa maisha yetu. Vile vile nisisitize kwamba uwepo wa miradi hii tumeweza kuijenga na kuileta kwa sababu nchi yetu ina amani. Na nawashukuru waliocheza ngoma pale, wamesema Kizimkazi ni amani, Kusini ni amani. Niombe sana ndugu zangu, tuendelee kutunza amani yetu ili tupate maendeleo zaidi. Na hii ndiyo maana ya mapinduzi. Tunaposema mapinduzi daima, mapinduzi yalishafanyika, sasa mapinduzi ni ya maendeleo. Tunapindua yaliyokuwepo ambayo tulikuwa nyuma, tunaleta maendeleo bora zaidi. Hiyo ndiyo maana mapinduzi. Naomba tutunze mapinduzi yetu. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima kutamka kwamba mradi huu wa maji Kizimkazi sasa umezinduliwa rasmi. Kule bara wenzenu wakipata maji huwa wanasema maji mwa mwa mwa. Kwa hiyo na hapa Kizimkazi maji, Kizimkazi maji. Haya, tutunze maji yetu. Asanteni sana, asanteni kwa kunisikiliza. Hongereni sana Wanakusini, asanteni sana. Asante sana.